Alivyoiba akakimbizwa, fulani mwizi mpaka pale nyumbani. Wakaja wanataka kumpiga, nikaambia msubirini mama yake aje, msimpige. Sasa yule dadangu aliporudi yule mtoto akashitaki kwamba mimi mama nimesingiziwa, ila akanyang'anywa ile hela. Alivyonyang'anywa yule mtoto akasema hivi, mama mimi nimesingiziwa eti mwizi, alafu mama Raheli hakunisaidia. Kwa hiyo yule dada alikuwa mkubwa kwangu, akanitukana sana. Sema yani wewe mpumbavu, mtoto wangu anapigwa wewe unaangalia. Nikamwambia akupigwa, ila mwanao ni mwizi, muonye, kwa sababu akiendelea na hii tabia atakuja kufungwa, baadaye atakuja kuumia. Kaambia mwanangu sio mwizi, akajitetea, lakini mwanae alikuwa mwizi. Yule dada akanifyonya fyo, na mimi nikamrudishia fyo. Yani amekasirika na mimi nimekasirika. Sasa yule dada alivyokuwa amekasirika akarusha maneno, mimi sikumjibu, ile nilimfyonya tu kwa sababu alikuwa mkubwa kwangu. Nilichomjibu tu ni kwamba mkanye mtoto, unapomwacha mtoto baadaye atakuja kukushinda. Akaingia ndani kwake amekasirika. Basi tumeingia tumelala, mimi kifua kimejaa na yeye kifua kimejaa. Akamsimulia mume wake na mimi nikamsimulia mume wangu. Sasa tulipolala, ilikuwa mkutano Mwanjelo anakumbuka kwa mzee Kulola. Tulipolala usiku, Yesu alijitokeza kwa mara ya kwanza. Hii ya Dar es Salaam ni ya mara ya pili. Alipojitokeza, alijitokeza kama Yohana alivyomwona kwenye kisiwa cha Patmo. Niliangalia tu mara moja hivi nikabendi. Nikapiga kifudifudi chini. Maana nywele zenyewe sikuziona vizuri, niliona kama mwanga tu unawaka hivi unacheza kichwani. Macho niliona kama moto tu, yani kama moto tu unapiga hivi moto tu. Nilipoangalia hapa kwenye kiuno, alikuwa na mshipi fulani kama mwekundu vile, lakini sasa yani kiuno kinawaka hivi, miguu ilikuwa inawaka. Sasa niliangalia mara moja tu, nikabendi, nikalala kifudifudi. Nilivyolala kifudifudi, nikamwona yule mwenzangu yule tuliyegombana naye jana amelala naye kifudifudi. Nikamuuliza, mama fulani wewe umeshaondoka? Akasema nipo tu. Sasa mimi nikana na unyonga mwili ili nipae niende, nikamlaki. Nikakuta mwili unakataa, ila siwezi kuangalia tena maana anatisha, macho yenyewe alipigwa upofu. Nikaanza kunyonga mwili kashindikana. Nikamuuliza tena, jirani yangu umeshaondoka? Akasema nipo we. Baadaye huwa napigwaga ili paja la kulia, nikapigwa pap. Nilipopigwa ili paja la kulia, nikaa nimeamka. Nilivyoamka nililia machozi ya huzuni. Nililia kwa sababu ingekuwa kurudi kwa Yesu ningebaki. Nikamwamsha mume wangu. Nilipomwamsha mume wangu, kumbe ilikuwa ni saa 9.